na tumpongeze sana mkuu wa wilaya kwa kuandaa shughuli hii ambayo ni shughuli adhimu kabisa. Lakini niwashukuru sana viongozi wa dini kwa maana ya kwamba mnatulea katika imani na yale yote ambayo mmetuhusia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa twende tukayatende hata baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuishi kwa upendo, amani, mshikamano kama ambavyo viongozi wetu wakuu wa nchi wamekuwa wakituasa nyakati zote. Lakini niseme neno moja kubwa kwa wakati huu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ametafsiri neno utu kwa vitendo na tayari sasa anakwenda kuwakomboa wanyonge katika sekta ya afya kwa kuleta bima ya afya kwa wote. Dr. Samia Suluhu Hassan ameridhia zaidi ya bilioni 200, lakini awamu ya kwanza tumeanza na bilioni 48.8 kwa ajili ya kuhakikisha wale wahitaji, wengine huwaita wanyonge, lakini mimi nasema wale wenye mahitaji zaidi. Na mahitaji hayo Mheshimiwa Rais mwenyewe alielekeza kwamba sasa tuandikishe ili waweze kupata bima ya afya kwa wote, watibiwe katika maeneo ya ngazi ya msingi, lakini mpaka hospitali zetu kuu za kanda. Kipindi chote cha mwezi wa Ramadhani mkoa wa Geita ulikuwa na ushwari usio wa kawaida. Hatukuwa na matukio yoyote makubwa ya kiuhalifu, lakini hata yale matukio ya kimaadili ambayo kama watu kutupa watoto na matukio ya namna hiyo. Kwa hiyo hii imeonyesha kwamba mwezi huu ni kweli mwezi mtukufu, na mbali ya Waislamu kuwa katika mfungo, lakini hata Wakristo nao walikuwa katika mfungo. Kwa ujumla wake Geita ilikuwa salama kabisa. Tunaelekea kipindi cha sikukuu. Mkoa wa Geita kwa ujumla wake tumejipanga vizuri sana. Wananchi wasiwe na wasiwasi, watoke wacheze sikukuu, lakini wakawe na uangalifu na watoto, hasa usalama barabarani. Askari watakuwepo, lakini uangalifu wa wazazi kwa watoto wao ni muhimu sana. Lakini kuna vile vitendo wa kupeleka watoto kwenye madisko toto na maeneo ambayo ni hatarishi. Naomba nitoe wito kwa wananchi kwamba sikukuu ni kufurahi na familia na kumshukuru Mungu kwa kipindi chote hiki cha siku 30 ambacho tulikuwa kwenye mfungo, na sio vitendo vile ambavyo vinaweza kuhatarisha maisha yako labda na ya mtoto wako. Lakini kwa ujumla jeshi la polisi tumejipanga vizuri, watu wasiwe na wasiwasi. Sikukuu itapita kwa usalama na amani. Tuna doria za magari, tuna doria za miguu, tuna mpango kazi maeneo yote ya mikusanyiko ya watu, lakini pia usalama barabarani kuhakikisha kwamba watumiaji wa barabara watakuwa wengi, hivyo barabara ziendelee kuwa salama. Kwa hiyo niwatakie heri ya siku ya Idi wananchi wote wa Geita. Geita ni shwari, Geita ni salama. Idi Mubarak. Tunawapongeza wote ambao wametoka nje ya Mbogwe, kwa sababu kuna watu hapa wametoka umbali mrefu, lakini mnathamini upendo, mshikamano wa mkoa wetu na kuthaminiana. Mtu yoyote ambaye ametoka distance ndefu kuja hapa, maana yake anathamini wana Mbogwe, lakini pia anathamini umoja wetu kama mkoa. Utamaduni huu tuudumishe, tuendeleze. Nilikuwa na Sakina alikuwa anatania, ananiambia pale kwenye chakula, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mwakani Mwenyezi Mungu akituweka hai na akatuweka maeneo haya, naomba mimi au kwa Grace mmoja wapo afutulishe. Nikamwambia kwako na akasema kwa Grace. Nikamwambia sasa wewe sema mwenyewe kwa Grace. Akasema kwa Grace kule Nyang'wale kama tujakula kwenye madarasa sijui. Sasa madam shehe wa wilaya ya Nyang'wale yuko hapa, atapeleka changamoto kwa Grace kwamba huko bwana Sakina amesema tukileta iftar basi watu wataenda kulia kwenye madarasa. Tunakwenda mwishoni mwa mfungo mwezi wa Ramadhani. Tumebakiza siku moja kama si mbili kumaliza. Kwanza ni jambo la kumshukuru Mungu. Ni ibada takatifu, ni ibada kubwa ambayo bahati nzuri kama waliosema katika siku zilizopita tumeungana na wenzetu ambao si Waislamu, nao walikuwa na ibada ya kufunga Kwaresima. Kwa hiyo ni ibada ambazo kwa Mungu tunajikurubisha. Kwa hiyo ibada hii tunapokwenda kuimaliza ni jambo la kumshukuru Mungu sana, kwa sababu wengi wao hawakudiriki kuifanya ibada hii na wengine wameidiriki. Kwa hiyo wale waliojaliwa kuidiriki wametuongezea baraka katika nchi yetu, lakini pia wametufanya kwamba nchi yetu endelee kupata amani, kwa sababu Mungu anapopata waja wenye kumtii basi huwa anatoa baraka zake sehemu husika. Kwa hiyo tunaamini Tanzania iko salama na Watanzania wenyewe wamejinyenyekeza kwa Mungu, na sisi tunamshukuru Mungu kwamba tunaimaliza sikukuu yetu, tunaimaliza
funga yetu kwa amani na utulivu, na kwa hakika tunamshukuru Mungu kwa sababu funga tumeifunga salama katika mkoa wetu. Hapakuwa na tatizo la aina yoyote, kwa maana ya kwamba hata bei ya vyakula ilikuwa salama, watu wamefunga kwa amani, hakuna aliyelalamika kwamba labda bei iko juu, lakini tumefunga kwa utaratibu ambao Mungu ameturuzuku na funga tumemaliza vizuri. Na nafikiri mimi mwenyewe binafsi nimezidi kuendelea kushiriki nao hata katika masuala ya kufuturisha. Nimefuturisha baadhi ya misikiti, lakini pamoja na hivyo tumezidi kuendelea kusaidia baadhi ya watu mbalimbali walio na upungufu, walio na shida mbalimbali, lakini pia na walio na mahitaji maalum. Kwa hivyo tunashukuru Mungu hata mpaka sasa hivi tumeweza kufikia siku hii ya kuelekea kwa ajili ya kwenda kuhitimisha siku 30 za mfungo huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.